Tanzania imepinga vikali ripoti na kauli zinazotolewa na jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Ulaya na asasi za kimataifa za haki za binadamu kuhusiana na matukio yaliyojitokeza wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. George Njogopa na taarifa zaidi kutoka Dar es Salaam. Wakati jumuiya hizo za kimataifa zikihitaji kuwepo kwa matukio ya uvunjifu wa haki za binadamu pamoja na idadi kubwa ya vifo vya raia, mwakilishi wa Tanzania katika ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Uswizi, Dr. Abdallah Posi amekiambia kikao kinachoendelea cha 61 cha Baraza la Haki za Binadamu kwamba Tanzania ilitimiza wajibu wake kwa kuzingatia sheria za nchi. Mwanadiplomasia huyo ameeleza wanaohudhuria kikao hicho mjini Geneva kwamba vitendo vilivyokusudiwa kuzuia uchaguzi halali haviwezi kuchukuliwa kuwa ni ushirika halali wa kisiasa. Amewatupia lawama baadhi ya wajumbe akisema kwamba wengi wao kwa makusudi wameamua kufumbia macho mchakato na chanzo cha mambo yaliyosababisha matukio yaliyotokea wakati wa uchaguzi huo. On 29th of October 2025, Oktoba 29, 2025, Tanzania ilipitia vitendo vya vurugu visivyo vya kawaida vilivyolenga kuharibu na kuangamiza vituo vya polisi, ofisi za serikali za mitaa, miundombinu ya usafiri wa umma, nyumba za watu binafsi na biashara. Wananchi waliokuwa wanatumia haki yao kupiga kura pia walishambuliwa. to vote were also attacked. Mwakilishi amesema jumuiya ya kimataifa ni muhimu akatambua kwamba serikali ya Tanzania ina wajibu wa kulinda na kuheshimu haki za binadamu na kuendelea kutembea katika utawala unaozingatia sheria na haki. Kuhusu yale yaliyotajwa kutokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi wenyewe, mwanadiplomasia huyo amesema serikali ya Tanzania tayari imeunda tume maalum inayochunguza matukio hayo na kuzitaka jumuiya ya kimataifa kusubiri matokeo yake. Ama wakati huo akizungumza katika kikao hicho, balozi wa Uingereza wa haki za binadamu Elinor Wasanda akisema matukio wakati wa uchaguzi nchini Tanzania ni ya kutisha na kusisitiza haja ya kuwepo kwa uchunguzi huru na wawazi juu ya jambo hilo. Wakati hayo yakiendelea, baadhi ya vyama vya siasa vimeendelea kupaza sauti kutaka wajibikaji juu ya yale yalishuhudiwa wakati wa uchaguzi huo. Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu, ambaye chama chake kimeweka mnara wa kumbukumbu kutokana na yale yaliyoshuhudiwa wakati wa uchaguzi huo, amesisitiza kwamba chama hicho bado kinaendelea kushikilia msimamo wake kutoitambua tume hiyo iliyoundwa na rais kuchunguza matukio yote ya wakati wa uchaguzi. Tunataka tume itakayoanza na swala la forensic kufanya tathmini ya kile kilichotukia. Tunataka tume itakayopita na kuhakikisha watu wote wanaohusika wanawajibishwa bila kujali yeye ni nani. Tume hiyo ilianza kufanya kazi mwishoni mwa mwaka jana, bado inaendelea kukusanya maoni kutoka kwa makundi mbalimbali ya watu baada ya kuongezewa muda wa zaidi wa siku 42. Awali tume hiyo ilipaswa kumaliza kazi yake kabla ya Februari 20 baada ya kumaliza siku 90 za uhai wake wa kazi.